Hadi sasa kuna washiriki zaidi ya 300 ambao tayari wameshapanga mabanda yao kwa ajili ya kuweza kuonyesha stadi mbalimbali, lakini shughuli mbalimbali zinahusiana na elimu, ujuzi na ubunifu. Aidha, washiriki wa makundi hayo ni pamoja na vyuo vikuu, taasisi ya utafiti na maendeleo, vyuo vya elimu na ufundi na mafunzo stadi, lakini taasisi binafsi ambazo zinahusiana na sayansi na teknolojia na ubunifu. Maadhimisho ya mwaka huu yatafungwa rasmi, tunategemea yatafungwa rasmi na Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba mbunge siku ya Jumatatu tarehe 24 mwezi wa 8 2026. Naomba tutumie nafasi hii na fursa hii kuhakikisha kwamba tunatoa taarifa kwa umma wa Tanzania na Wanatanga waweze kuja na kutembelea maonyesho haya. Na mimi naomba nitumie fursa hii kuwakaribisha sana Wanatanga kutoka katika wilaya zetu zote, halmashauri zetu zote. Hii ndio nafasi ya pekee ya kuweza kuja katika maonyesho haya na kujifunza mengi ambayo ingebidi tusafiri maeneo mbalimbali. Taasisi za utafiti na elimu haziko tu Dar es Salaam, kuna ziko Dodoma, ziko Arusha, ziko maeneo mbalimbali, lakini kwa mara moja katika wiki hii zote zitakuwepo katika mkoa wetu wa Tanga. Tupo hapa katika maonyesho au maadhimisho ya wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu ambayo yanafanyika katika viwanja hivi vya sekondari ya Usagara, Tanga, na tumekuja kama Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili, tumekuja na bunifu mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia kusolve matatizo mbalimbali katika jamii, hasa katika upande wa afya ya jamii, lakini pia tumekuja na kitengo cha tiba asili, madawa asili kutoka Chuo Kikuu Muhimbili. Tuna tafiti mbalimbali ambazo zimefanywa na wanafunzi na bunifu mbalimbali ambazo zimefanywa, kama kuna kifaa cha kusaidia kupima kiwango cha bilirubin kwa watoto ambao wamezaliwa na homa ya manjano, lakini tuna vifaa tiba ambavyo vya kuwasaidia watoto ambao wana matatizo ya kutembea, inaitwa spina bifida. Lakini pia tuna vifaa ambapo wanafunzi wamegundua ambavyo vinasaidia kutrack menstruation cycle kwa watoto ambao wako maeneo ambayo hawezi kutrack hiyo menstruation cycle au underserved communities tunaziita. Kuna watu ambao wamefanya ubunifu kwenye masuala ya dharura, ambao kuna utafiti ubunifu unaitwa QR dharura, ambao ni ubunifu unamsaidia mtu akipata dharura, kunakuwa na QR code ambayo inaweza kuwa scanned na ikamsaidia mtu kupata taarifa za emergency contact ambayo anaweza akapatiwa ili apewe emergency services kwa urahisi, taarifa mbalimbali zinaweza kazipata. Leo hii sisi tumekuja na mifumo mikuu miwili. Mfumo wa kwanza ni wa traffic ambao unatoa priority kwa magari muhimu, mfano fire, gari ambazo zinaenda kuzima moto, gari za hospitali, ambulance, pamoja na gari za msafara maalum. Mradi wetu huu, kazi inayofanya, magari yakifika kwenye junction, sehemu ambayo ina foleni, system itaruhusu upande ule tu ambao una magari ya muhimu, kwa mfano ambulance, fire au msafara wa rais na viongozi, mpaka pale watakapoondoka. Kadhalika leo hii tumekuja na mradi mwingine huu hapa ambao ni mradi wa water vending machine. Mradi huu unafanya kazi ya kuruhusu kuchota maji, mteja kununua maji pasi na kuwepo mtu yoyote yule akisimamia. Kwa mfano, tumeutengeneza hapa hivi sasa, unaweza ukanunua maji lita 10 au lita 20 kwa shilingi 50 au shilingi 100. Hivyo mteja kama ataingiza pesa hapa pasi na kuwepo mtu yoyote, basi mfumo wenyewe utadetect kwamba 100 imeingia na utakupa maji lita 20, na pindi ambapo maji yatakuwa yamejaa, basi mfumo utazuia kutoa maji. Karibuni sana katika maonyesho haya ya elimu, ujuzi na ubunifu. Asanteni kwa kutusikiliza.